kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu anataka kunitumia kuleta ujumbe wake. Nataka kuzungumzia mada moja ambayo inasema ya kwamba usichochee dhambi. Yaani usikuwe ni mule mtu ambaye kazi yako ni kufanya dhambi isambae. Wewe ndio unafanya watu wanaingia katika dhambi. Wewe kazi yako ni kuchochea ili dhambi ikaendelee kuongezeka. Hata ukipata mtu ametulia, anakaa katika utakatifu, utamfanya aingie katika mambo ya dhambi. Atoke katika maisha ya roho, akajipate ameingia katika ya mwili. Kwa sababu gani? Ya wewe. So nataka tusome kichwa chetu ni ya kwamba usichochee dhambi. Andiko letu ni katika kitabu cha Mathayo, mlango ni wa 18. Nataka nisome mstari wa 6 pale mpaka mstari wa 7. Inasema hivi: yeyote atakaye mkosesha mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini, ingekuwa afadhali afungwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kuzamishwa kwenye kilindi cha bahari. Ole wako ulimwengu, kwa sababu ya vikwazo vinavyowaangusha wengine. Vikwazo hivi ni lazima vitokee, lakini ole wake mtu yule atakaye visababisha. Nataka kurudia kusoma tena. Kitabu ni Mathayo, mlango ni wa 18, mstari ni wa 6 na mstari wa 7. Inasema hivi: yeyote atakaye mkosesha mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini, ingekuwa afadhali afungwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kuzamishwa kwenye kilindi cha bahari. Ole wake ulimwengu, kwa sababu ya vikwazo vinavyowaangusha wengine. Vikwazo hivyo ni lazima vitokee, lakini ole wake mtu atakaye visababisha. Mungu anasema ya kwamba usikuwe mmoja mwenye utatumika kufanya dhambi isambae. Kwa njia nyingine ufanye dhambi iendelee kuongezeka. Kwa njia nyingine kuchochea hata mtu ambaye alikuwa ameamua akae katika maisha matakatifu, utamfanya awachana hayo maisha aingie katika maisha ya dhambi. Ani kazi yako kubwa wewe ni kuhakikisha kwamba hautaki utakatifu, chenye unahitaji ni dhambi. Kumbe kuna watu kama hao katika hii dunia. Ani ya kwamba huyu mtu hataki jambo lizuri. Furaha yake ni kuona watu wakiogelea, watu wakizama katika dhambi. Hiyo ndio furaha ya huyu mtu. Mungu anasema ya kwamba usikuwe mmoja ambaye utawafanya wadogo hawa. Wadogo ni wakina nani? Ni mtu yoyote ambaye ameamini Kristo. Ukiamini Kristo unakuwa mdogo, unawachana na ujuaji, unawachana na akili yote ya dunia hii, unaamua ya kwamba Yesu ndiye atakuongoza. Lakini chenye kimenishangaza hapa ya kwamba usikuwe mmoja mwenye utachochea dhambi katika maisha ya wale waliookoka. Na tena hata kando na hao pia, wale ambao pia hawajaokoka, usikuwe mmoja kazi yako ni kuchochea dhambi. Kwa sababu Mungu amesema ya kwamba ingelikuwa vyema yule mtu awekwe jiwe kubwa la kusagia. Jiwe kubwa la kusagia lifungwe katika shingo yake na atupwe katika bahari, na ile jiwe limepeleka mpaka chini. Yaani yule mtu hatawahi patikana kabisa. Kwa njia nyingine, Mungu anasema ya kwamba ni heri huyo mtu akufe. Huyo mtu hafai kuishi. Mtu ambaye anachochea dhambi, mtu ambaye kazi yake ni kutaka kuona ya kwamba dhambi inaendelea kuongezeka. Furaha yake watu wanapoendelea kutenda dhambi, kuogelea katika dhambi, basi hapo ndiyo anapata nguvu. Hiyo ndio furaha yake.
lakini mshahara wake ni upi? Afungwe jiwe zito kubwa la kusagia hapa kwa shingo, atupwe chini ya bahari, mambo yake iishe. Huwezi enda na jiwe kubwa kwa shingo kwa bahari chini na utoke ukiwa mzima. Katika maisha ya mwili kila mtu anajua kwamba ni ngumu. Inawezekana tu kama ni Mungu amekusudia kwa utukufu wake aonekane, lakini kama ni Mungu mwenyewe amekufunga ile jiwe, yeye mwenyewe amesema ufungwe jiwe na yeye mwenyewe, alafu utupe kwa bahari. Mnajua unajua kipimo cha bahari kwenda chini kilindini, mambo yako ishie pale. Kwa sababu gani? Kazi yako sio kujenga, kazi yako ni kubomoa. Kazi yako sio kung'oa yale yaliyo mabaya na upande mema. Kazi yako ni kutafuta yaliye mema, ndio unaenda kung'oa na unapanda mabaya. Kazi yako sio kuharibu mambo mabaya na utengeneze yaliyo mema, hapana. Kazi yako ni kuharibu mambo yaliyo mema na upande na utengeneze ambayo ni mabaya. Sasa wewe unatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa wewe uko hapo. Usichochee dhambi. Hiyo ndio mada, hiyo ndio kichwa chetu. Na imesemekana ya kwamba mtu huyo atakuwa hata katika maisha ya Ukristo, lakini ndiye anafanya hivyo. Usifikiri ya kwamba ule mtu anachochea dhambi ni yule mtu ako kwa baa peke yake, ama ni yule mtu ambaye ako pale nje kwa usherati na uzinzi. Sio yule mwizi mwenye ametoka sahi na bunduki, sio yule mganga peke yake mwenye unajua, hapana. Hata sasa walio katika Kristo, sasa hawa ndio Yesu alikuwa anazungumzia. Usifanye wadogo hawa, kwa sababu watu wakishaokoka utawapata ya kwamba hawa ni watu ambao wameamua kukaa na watu ambao wameokoka, wameamua kuweka maisha yao katika njia inayostahili. Utapata muda mwingi wanakaa na watu waliookoka. Lakini imesemekana ya kwamba watu ambao wameokoka, wameamua kufata Kristo, wamegeuka, wamefika mahali badala ya kufanya dhambi ipungue, badala ya kuondoa dhambi, wamekuwa ni wachochezi ili dhambi ikaendelee kukua. Na wanasema ya kwamba wako na mistari zao pia. Wanasema ya kwamba na neema inatosha. Na wanasema ya kwamba hakuna mtakatifu ila Mungu pekee. Wako na hizo mistari. Wanakuambia ya kwamba na hata Yesu mwenyewe wakati aliletea mwanamke mzinzi aliambia watu, kama haujawahi tenda dhambi ukuwe wa kwanza kuchukua jiwe na kumupiga. Wale watu wako na mistari za kuwashikilia ili waendelee kuchochea dhambi. Unajua mtu akishakuwa katika mambo ya giza, yule mtu kinye anasalia nacho ni kutafuta mawazo yenye tamsaidia aendelee kaa katika giza. Na kama ni kwa Biblia, atatafuta mistari ambazo zinamsaidia aendelee kaa katika giza, na hiyo mistari yeye mwenyewe ajitafsirie vile anaelewa ili aendelee kaa katika giza. Lakini tumeonywa tusio watu wa kuchochea dhambi, haswa sisi ambao tumeokoka, sisi ambao ndio wadogo. Yesu alikuwa anasema ya kwamba na kusikuweko na mtu yeyote ambaye atafanya watu waliookoka badala wawachane na usharati, badala wawachane na uwizi, badala wale watu wachane na uganga na ukora, wale watu wachane na tamaa mbaya, mauaji na dhambi zingine ambazo hata sijataja. Unakuwa mmoja kuwafanya waendelee kukaa katika hizo dhambi wakijifariji, ukiwatafutilia mistari ya kwamba hata Daudi alikuwa na wake wangapi. Utawauliza na hata Abrahamu alikuwa na wake wangapi. Utauliza hata Suleimani alikuwa na wake wangapi. Mtu ambaye anataka uzinzi na usherati uendelee, atakutafutilia mistari zenye yeye mwenyewe atajitafsiria, alafu ziendelee kumsaidia kukaa katika njia ya upotovu. So tumeonywa usikuwe mmoja wa wale ambao utachochea dhambi. Lakini wacha sasa turudi katika maisha ya wokovu. Hii dhambi inachochewa na watu waliookoka. Mtu ameokoka, ameamua kwamba amefundishwa hii ndio njia ya kufuata. Inafika mahali ule mtu anakengeuka, alafu anaanza kuchochea wengine. Mtu yule ambaye ameokoka, dhambi moja ikimshinda yeye mmoja, akishindwa, akilemewa na ulevi,
Sasa hataki kubaki yeye peke yake katika hiyo dhambi, atatafuta wengine. Na kuambia hata Yesu ndiye alitengeneza pombe katika harusi ya Kana. Wakati pombe iliisha, Yesu alirudi pale akatengeneza ingine. Watakuambia hata katika maandiko inasema kwamba ukakunywe pombe ukasahau kama ulikuwa na shida ukasahau. Wacha nikuulize, aliyekuwa na shida ya school fees, aliyekuwa na shida ya kulipa kodi ya nyumba na akakunywa pombe, na hiyo pombe ikamlipia, baada ya kukunywa hiyo pombe ikamlipia, kama ni hiyo school fees ama kama ni hiyo karo ama kama ni hiyo kodi ya nyumba, ni nani mmoja? Hiyo pombe ikamlipia, ikamfanya asahau ya kwamba hata ikaenda ikaingia kwa landlord, ikaingia kwa shule, kwa mwalimu, akakupigia simu ya kwamba sasa vile umekunywa hii pombe shida zako zimeisha, zimefanya usahau shida. Aliye mtu mmoja tu peke yake aliyekunywa pombe alikuwa na shida kwa kazi na akapewa promotion. Ni nani? Aliyekunywa pombe akakosa kuenda kazi na akakosa hata kuambiwa kwamba chenye ulifanya hakikuwa kibaya. Wakasema kwa sababu ulikunywa pombe na ulikuwa na stress, sasa tunaenda kukupeleka viwango vingine katika kazi. Niambie mtu mmoja. Lakini watakusomea maandiko yenye wanataka wao wenyewe ya kuwasaidia iwafariji wakae katika dhambi. Wanaokusomea si watenda dhambi, utapata ni wale watu ambao wameokoka. Nimekuambia, nimekuja kugundua mtu akishaanguka, mtu akishalemewa na kitu fulani, anatafutanga mistari kwa Biblia zenye atasimama nazo zimsaidie katika upotovu wake. Ndio maana watu wengi wameanguka, hata watumishi wengi wamefika mahali wakashindwa na Injili na wakaanguka. Kwa sababu gani? Walipoanguka hawakuwa wepesi wa kukubali makosa, ila tu ni kutafuta mistari ambazo zitawaunga mkono katika uovu wao. Turudi sasa katika Injili. Ni watumishi wangapi, watu wangapi waliookoka wamekuwa ndio chanzo cha kusababisha wengine walio katika wokovu waendelee kutenda dhambi? Ni wangapi? Mtu atakusomea mistari, mtu atakwambia wewe sio wa kwanza kuiba kwa Biblia, hata atakwambia hata wengine waliiba ambao walikuwa ni watumishi. Mtu atakwambia sio wewe wa kwanza atakwenda kwa mganga, hata kulikuwa na wengine waliokuwa wameokoka, atakusomea kwa Biblia wakaenda kwa waganga. Lakini hawakuelezi baada ya huyu mtu kwenda kwa mganga, Mungu alikubaliana naye baada ya huyu Sauli Suleimani huyu kuwa mabibi wengi, makahaba, washerati, alioa kila aina yote ya watu. Mungu alimuunga mkono. Ulisikia mahali Mungu alimsifu kwa hicho kitendo chenye alifanya cha uzinzi? Kuna mahali Mungu alimsifu? Lakini siku ya leo unapoingia katika dhambi, ni kutafuta mahali ambapo utasimama na uegemee na utajitafutia mistari katika neno la Mungu lenye utasimama nalo kuambia watu ya kwamba wewe uko safi. Na tumeshangaa kwamba siku ya leo hata waliookoka ndio wamekuwa watu tena wa kwanza kusababisha wengine waliookoka waendelee kudumu katika dhambi. Nataka nizungumuze kidogo mambo. Wakati Mungu anatuambia kwamba usherati utakuingiza katika jehanamu, anapozungumza kwamba matunda ya mwili ni usherati, malipo yake yapo, ni watu wangapi waliookoka wamefanya wengine wakaingia kwa usherati? Ni watu wangapi? Kwa sema ukweli, ni watu wangapi waliookoka wenye wamechangia hata watu wengine wakaingia katika usherati? Kwanza, usherati ni nini? Usherati ni mtu anajiingiza katika tendo la ngono kabla hajaingia nini katika ndoa. Hiyo watu wanajua, lakini ndio huyu mtu aingie katika lile tendo, nini ilimfanya? Kwa sababu kuna kitu kilimfanya, alichochewa na kitu fulani. Hapo ndio nataka sasa tuangalie aina kitu ambacho kinachochea watu wajipate katika usherati na wako ndani ya Ukristo. Ni kwa sababu gani? Kitu cha kwanza, unapata sisi watumishi ambao tumeokoka, tunaingia kwa kanisa, tumekuja kuomba, kuabudu, lakini tunaleta mawazo ya ngono mpaka kwa kanisa. Tunaleta aje? Mtumishi mzima, mtu mzima atakuja kwa kanisa akiwa ameshika bibi yake, mwingine ameweka bibi yake mkono hata kwa matiti, wanaingia kwa kanisa. Mwingine ameshika hata mke wake kwa kiuno, mwingine ameshika mke wake kwa nini, kwa mgongo, mwingine ameshika hata mke wake hata sehemu ya makalio, wanaingia kwa kanisa. Wanakuambia kwamba
ati huo ndio upendo. Mambo ambayo wanafaa wafanye wakiwa wawili, wanayakuja kuleta yale mambo mbele ya watu wenye wameoa na wengine hawajaoa. So vijana wa miaka 17, 18, 19, 15 wanapoona mchungaji unaingia kwa kanisa, kweli umeshika bibi yako, ndio umeoa, hakuna mtu anazuia mtu kuoa. Kama umefika ulioa ni sawa, lakini fikiria umeingia kwa kanisa, wewe ndio umeshika bibi yako, na kweli vile umemshika unaashiria kwamba hapa tu ni mambo ya ngono. Akili ya watu inaanza kuwaza ngono, na wewe ndio umesababisha hao watu waanze kuwaza ngono, kwa sababu wewe kama mtumishi unakujaje kwa kanisa na vile umeshika mke wako, vile umeshika bwana yako, unakuwa ni mtu wa kuchochea usherati. Tumeona hata paka kwa madhabahu watumishi wamesimama kwa madhabahu, watu waliookoka ambao tunasema sisi watumishi. Mtu anasema kwamba anapenda mke wake, anapenda mume wake, mpaka mwingine anabusu mke wake na mume wake mbele ya madhabahu, kwa madhabahu kwenyewe, mbele ya watu. Kanisa limejaa, vijana wako pale miaka 9, miaka 10, miaka 12, miaka 20, hata wengine hawajaoa. Wapendwa, kuna vitu ambavyo tunafanya lakini tunasema kwamba tuko sawa, lakini hapa mahali wapendwa tunafaa tuangalie. Wewe fikiri mke ya mtu anabusu mume wake kwa madhabahu, na hapo mahali si ya kwamba ni mahali penye wanandoa wote wako pale. Kuna wengine hawajaoa, kuna wengine wanawasha na tamaa ya ngono, wako pale, wameona, wamesema sasa kama mchungaji anaweza fanya vitu kama hizi, anaweza kuwa mmoja ambaye anaeneza usharati, sisi ambao hatuko ndani tutafanya nini? Tutavumilia hivi? Wakaamua kuingia katika usharati. Waliowachochea sio wengine, ni sisi hapa, mabishop, mapapa, maevangelist, mitume, wachungaji, waimbaji na wengine ambao tumeokoka na tukaingia katika ndoa, lakini tumeleta mawazo ambayo tunafaa tufanye tukiwa wawili, tumeleta mbele ya watu. Huo ni ukweli. Sasa sisi ndio tumechochea hata vijana wenye walikuwa wavumilie, wangoje siku za kuoa, waingie katika ndoa na mpangilio mzuri, lakini kwa sababu ya sisi watumishi, yale ambao tunafanya, mtumishi anakuja kwa kanisa, kusema ukweli, vile wameshikana na mke wake na bwana yake, mtumishi anakuja kwa kanisa mpaka kwa kanisa kwenyewe wanabusiana kwa madhabahu. Mtumishi anakuja kwa kanisa, ile nguo yenye amevaa, kusema ukweli, mke ya mchungaji, mke wa mtumishi, ile nguo yenye amevaa, mtumishi mwenyewe, mwinjilisti mwenyewe, ile nguo yenye amevaa, kweli akisimama kuhubiria watu, mawazo yao watu yanapelekwa wapi? Kwa ngono. Kwa sababu yale mavazi amevaa, yale mavazi ni watu ambao wanavaa, washerati, wazinzi, wale ambao wanavaa kutega watu wanaokuja kutafuta soko la ngono. Ndio mavazi ambao tumeingia nayo kwa kanisa, ndio mavazi ambao sisi wenyewe pia tunatembea nayo hata katika mahali tunakaa. Kusema ukweli, wapendwa, sisi ambao tumeokoka, kama tutachochea watu waingie katika usherati kupitia kwa sisi wenyewe vile tunafanya, wewe angalia mavazi ambayo watu wanavaa ndani ya kanisa, unapata kwamba huyu ni mchungaji mwenyewe, mtumishi mwenyewe, mke yake, mtu ambaye ameoleka, anavaa nguo mpaka anatafuta kitu kingine ya kujifunika mbele ya kanisa, mke ya mtu. Na huyu mtu ni mtumishi, unasikia huyu mtu ni mchungaji, huyu mtu ni mwinjilisti, anatoka anaenda kukemea dhambi, washerati wataingia kuzimu, lakini mke wake hapa amevaa nguo kwa kanisa, na ile nguo hawezi kukaa mbele ya watu wengine mpaka atafute tena leso, atafute kitabu, atafute sijui kitu ya kujifunikia. Kweli hata wewe mwenyewe hauoni ya kwamba uko na shida ya akili chenye unakuja kufunika hapa? So ungetafuta tu nguo moja yenye utavaa mbele ya watoto, mbele ya wanaume, mbele ya wazee. Nguo yote ukiitwa kwa kikao chochote ukiitwa, iwe ni kikao cha wamama, kikao ya vijana, kikao ya wazee, ukifika pale utakaa pale kama wewe ni mama, kama wewe ni baba, bila kusumbukana. Lakini kuna nguo ambazo tunavaa watumishi, kusema kweli, wa kike, tunapoitwa katika mikutano za vijana tunaanza kutafuta vile tutajifunika. Kuna nguo ambazo tunafaa kweli watumishi wanaume, tunapoitwa katika mikutano za wamama tunashindwa vile tutakaa, kwa sababu nguo zimetushika, kusema kweli, mpaka zinaonyesha sehemu fulani za mwili. Kweli hatujachotea dhambi pale? Sisi ndio tunataka usherati kuisha, lakini sisi hapa ndio tunafanya usherati iendelee.
kupitia kwa mavazi, kupitia kwa ile mienendo yetu. Nimekuambia vile watu wako, kusema ukweli, kama ni mapenzi haiko na shida, lakini kuna mahali mapenzi hiyo inafanyiwa. Penzi ambalo unafaa kufanya kweli mbele ya watu halifai kuwa ni lile penzi ambalo litafanya wengine akili yao itoke katika kumwabudu Mungu, waanze kufikiria ngono. Kuna vitu ambao tunafanya kwa kanisa, kusema ukweli, ya kwamba tumeokoka, lakini kweli mtu akituangalia sisi ndio tunakuwa watu wa kuchochea dhambi kwa kanisa. Sasa kama mtu ambaye ameokoka, unasikia ni mtumishi, ile mavazi yenye amevaa ni ya kuchochea watu katika dhambi. Mtu anakuja mgongo yote iko wazi, ndio mtu ambaye amekuja, umesikia kwamba amebeba meza ya Bwana, watu wakuja wakule, anasimama mbele. Ebu angalia hata wakati wa harusi, watu wanakuja kwa harusi, kusema ukweli wapendwa, kwa kanisa, watu waliokuwa wameokoka, wake wa watu na wasichana ambao wamebalehe, wanataka kuingia kwa ndoa. Watu wamevaa nguo zote, ukiangalia nguo inatoka hapa mpaka hapa juu, imeraruliwa, mgongo yote nje, kifua yote iko nje. Watu wanaonyesha sehemu zile ambazo ukiangalia mawazo yako yanakimbia kwa ngono, lakini hawataki tuongelee pale, because hii ni injili ambayo watu hawatataka, kwa sababu wanataka injili hii ifunikwe, watu waendelee kuchochea wengine kuingia kwa dhambi, na wanaowachochea sio wezi, ni hawa waliosema ya kwamba wameamua kufuata Yesu. Mimi nakwambia ukweli, usherati umechochewa haja hata kwa kanisa. Hebu angalia hata zile miziki. Kuna miziki ambazo kweli kusifu Yesu sio shida, tusifu Yesu na kila mtu na style yake, lakini pia tuangalie kuna style ambazo zimeingia katika kanisa siku hizi za kucheza muziki wa Yesu. Unasikia muziki wa Yesu, lakini kweli ukiangalia zile style, kusema ukweli, zile ni za kueneza usharati. Mnazijua hizi ni style ambazo tunaona katika dunia, kwa kanisa la Mungu, kwa mikutano za Mungu za injili. Bwana tafadhali, kila kitu Mungu anasema fanyeni kila kitu kwa utukufu. Muziki sio mbaya, lakini kuna muziki ingine imeingia kwa kanisa siku ya leo, ni muziki ya kueneza usharati. Wenye wamecheza wenyewe, angalia vile wanavaa na ile style yenye wanacheza nayo. Kusema ukweli wapendwa, tusiwache tu kazi ya Mungu iharibike, alafu baadaye tunaanza kusema ya kwamba kuna shetani, na shetani ni sisi wenyewe, tumeharibu hiyo kazi. Usharati umechochewa zaidi. Nimekuambia mavazi. Kama mavazi watu wanaweza vaa vizuri, hebu angalia wale watu ambao wanaitwa Waislamu. Wewe unaona Muislamu anaanza kuchochea mtu kuwaza mambo ya ngono kweli? Wewe unaona Muislamu mwenye anajua Uislamu ni nini, vile Waislamu huwa wanavaa? Hebu angalia Waislamu vile wanavaa. Ule Muislamu ambaye amefundishwa Uislamu na kaelewa mambo ya kuvaa, hebu angalia. Wewe ukiangalia ule mtu anaweza kuchochea mtu kuingia katika mambo ya usharati na kukuwa na tamaa ya ngono. Upande wa mavazi, hebu angalia lile kanisa la Holiness and Repentance. Angalia vile wanavaa. Kwa mfano tu mavazi yao. Wanafikiri wale watu wanaweza kufanya mtu aingie katika mambo ya kuingia katika usharati rahisi? Lakini kuja kwa hizi makanisa zetu ambazo tunasema tumejazwa Roho Mtakatifu, kumbe tumejazwa Roho Mtakatifu, sio mtakatifu. Hapana, because kama tumejaza Roho Mtakatifu, basi yale ambayo tunafaa tukue tukiyatenda ni mambo matakatifu. Lakini kwa sababu tumejaza Roho Mtakatifu, kuna mambo ambayo tunafanya tukiwa tunataka kitu kwa hiyo maneno. Nia yetu ni chafu. Kuna kitu tunatarajia, wacha tuvae hivi ndio tuolewe. Aliyekuambia Waislamu hawaolewi ni wanavaa hivyo nani? Kando na Waislamu kuna hata makabila mengine, kando na Waislamu, kando na Holiness and Repentance, kuna watu tu kazi yao ni kuvaa tu vizuri. Unapata mtu ameoleka, ameleta dada yake kwa nyumba, lakini vile dada yake anavaa, kusema ukweli, kuibiwa na bwana yake ni dakika moja. Akishaibiwa wanaanza kusema kwamba huyo baba, huyo bwana hakuwa ameokoka, huyo mtu hakuwa amesimama. Pana, tafadhali tusichochee dhambi. Usichukue mifupa na nyama umbwa hajakula, alafu natupa mbele ya umbwa, alafu naanza kukemea umbwa isikule. Hiyo ni kujaribu hata umbwa imani. Wapendo, lazima tutafute mbinu
ya vile hatutachochea wengine waingie katika dhambi. Hii dhambi ya usherati tumepigana nayo kwa muda mrefu, na tumekuja tukapata kwamba kitu cha kwanza ni mavazi mabaya, na haya mavazi yameonekana kwa watumishi wa Mungu ndani ya kanisa na hata nje ya kanisa. Tunavalia vizuri ile siku ya kuabudu, nje ya kanisa ile siku ambayo si ya kuabudu tuvae vile tunataka. Chaguo langu, mavazi yangu, kusema ukweli. Na sisi ndio tumechochea, hata wakati tumeenda kazi tumevaa nguo zingine, tumechochea hata watu, hata tumechochea hata wale mabosi wengine wakatutongoza sisi watu ambao tuliokoka. Tumechochea watu, kusema ukweli, wakaingia katika dhambi ya usherati kupitia kwa mavazi, wengine hata kupitia kwa kuongea. Unapata mke ya mtu mzima anapoongea na mtu anamshika, mwingine ameshika mtu mgongo. Unakuwa ni kama tabia za wale watu wa matatu. Unajua mtu wa matatu ukienda pale kwa stage, kama wewe haujaamua kufuata Yesu na wewe ni mtu ambao ni wa kike, unasikia wanakuita kuja upande gari, mara amekushika katika bega lako, mwingine amekushika kwa kiuno na kuingiza katika gari. Hii ndio tabia ambayo tunaona. Hata mwingine atakushika katika makalia akuingiza katika gari. Unapata mke ya mtu, msichana wa mtu ambaye ameokoka anakubaliana tu na hiyo ujinga na anaingia kwa gari. Hii ni tabia ambayo tunaona. Enda mahali pale, mahali unaambia kwamba ingia kwa gari, mahali ambapo hakuna mipangilio. Wale vijana ambao wanaita kuja ingia mahali, twende tunaenda mahali fulani, hawataki kujua wewe ni bibi ya mtu, hawataki kujua wewe ni msichana. Kama wewe haujaamua kusimama katika utakatifu, utashikwa na wale watu pale. Kwa sababu gani? Haujaamua kutembea katika njia ya Mungu. Sisi wenyewe ndio tumechochea dhambi, usherati. Tumepigana hii dhambi kwa kanisa, lakini sisi wenyewe ndio tunaeneza. Sasa hebu angalia hata mambo ya usherati katika simu zetu. Unapoingia Facebook, unapoingia TikTok, unapoingia YouTube, hata kwa simu unatumiwa vitu za watu wako uchi. Hii ndio dhambi. Utapata hata wengine tunapenda kuona hizo picha zenye watu wako uchi. Sisi wenyewe ndio tunachochea dhambi, kusema ukweli. Kali na mavazi, tunaona nini katika simu? Katika hizi simu utapata kwamba sisi mchana wote na asubuhi na usiku tuko katika simu kuangalia picha ambazo ni za uchi, picha ambazo watu wamevaa mavazi mabaya, ambazo zinatuvutia macho tuendelee kuangalia zaidi. Macho inapenda kuangalia vitu vibaya kulingana na dunia, vile vitu vibaya ambavyo vitakufanya uingie katika dhambi. Macho inapenda vitu kama hizo, lakini vile vitu vizuri ambavyo vitakufanya ukae katika utakatifu, hata wengine hakuna haja kuangalia, unatupa kando. Wapendwa, tuendelee kukaa katika dhambi, tuendelee kuchochea dhambi, tuendelee kujifariji katika dhambi, tuendelee kuwa watu wa kusambaza dhambi, ama tukue watu ambao tunaangamiza dhambi, tunaiua? La mwisho katika hiyo dhambi ya usherati, mambo ya kujipodoa. Ani mtu anajipodoa mpaka anajikataa vile aliumbwa. Kusema ukweli wapendwa, hata kama ni kutafuta mambo ya kujipodoa na marembo ya hii dunia, tuangalie usema ukweli. Unapatana na mtu vile alizaliwa, amefika mahali amejipodoa mpaka sura ile yake yenyewe ameikataa. Amekataa kila kitu alichopewa na Mungu, kuanzia kwa kichwa mpaka kwa makucha, kwa miguu. Huyo mtu amebadilisha. Ukimwangalia unasema kusema ukweli, mambo ya marembo ambayo imekuja ikaingiana na mambo ya masaji. Kusema ukweli, kijana kama mimi naenda kufanyiwa masaji na mtoto wa miaka 18, tunafungiwa kwa room. Niliona video nyingine, aliyekuwa katibu mkuu wa Nairobi hapa Musiri alipata namba ya watu wa masaji, kupiga akawauliza, hii masaji mnakubaliana ya kwamba nikikuja pia ngono mnapeana? Wakasema wanapeana, na wakasema idadi ya pesa ambayo unafaa kulipa baada ya masaji utapewa, na hata usipotaka masaji upewe pia utapewa. Unaona? Na hizi ndio kazi ambayo unasikia mtu aliyeokoka ameingia kwa kazi kama hizi. Tukianza kuambia kuna kazi zingine hafai kufanya, unaanza kusema bora nimeingiza pesa. Pesa inapokuja yaonyesha kwamba hii ni ya mwizi, hii ni ya msherati, na hiyo kazi inakuingiza katika dhambi. Wapendwa, tafadhali ninawasihi kwa jina la Yesu, ninawasihi tu kwa jina la Yesu, watu ambao mmeokoka, bali
Tusikuwe watu ambao tunachochea dhambi, tukuwe watu ambao ni wakuu wa dhambi. Wale ambao hamujaokoka nyinyi, hii kesi ni tofauti, ili fundisho ni tofauti kwanza kwa nyinyi, lakini msijifariji mkasikia mkasema kwamba hapana, alikuwa anaongelea wale waliookoka wanaochochea dhambi. Hapana, hata wewe mwenye uko pale na hujaokoka usikuwe mtu wa kuchochea wengine wenye wameshatoka kwa hiyo dhambi waendelee kuingia katika hiyo dhambi. Unajua mtu ameokoka alafu anamwambia kwamba siku ya Saturday akuja apigie mwili pole. Anapigia mwili pole katika ulevi na katika usherati na katika uzinzi na katika wizi. Kuna njia nyingi na lugha ambazo watu wanatumia kuja kupigia mwili pole. Lakini kupigia mwili pole unajua chenye kimebeba. Nataka nisimamie pale. Siwezi kuongelea yote. Leo nimeongelea tu dhambi moja ambayo imechochewa mpaka na watu waliookoka, na nikaongelea dhambi ya usherati na kile ambacho kimechochea hiyo dhambi ni nini. Na sijataja mambo yote, hata kuna mengine wewe unajua. Hata unaweza ambia mwingine kando na yale ambayo nimeyataja, mavazi mabaya, kuangalia picha chafu. Wale ambao wameoa wakae kama watu ambao wameoa. Mko na room yenu ambao mlipewa. That's why ile tendo la ngono haliwezi kufanywa mahali ambapo watu wako. Linafanywa mahali pasiri. Kwa sababu gani? Kama Mungu mwenyewe alipanga hivyo, inaambatana kwamba hata mambo fulani ambayo tunafaa tufanye katika ndoa, kuna mambo ya siri na kuna mambo ambayo tutafanya wazi. Kama ni jambo ni la siri, wacha lifanye mahali pasiri. Kama unataka kuvaa miniskirt kufurahisha bwana yako, asitamani mtu, tafadhali vaa katika bedroom yako. Na hata hakuna haja uvae katika bedroom yako na uko peke yako. Tembea tu uchi, haitakuwa dhambi. Kuna mahali ambapo utakuwa ukiwa uchi na sio dhambi. Unapokuwa kwa bedroom yako ukiwa uchi na umelala, umekaa hapo mko wawili wewe na bwana yako, umetenda dhambi gani? Sasa unataka kubeba hiyo kuleta mbele ya watu wale ambao hawajaoa na wenye wameoa na hata wengine wamenyimwa. Wengine wako pale wanavumilia hiyo ndoa. Unaenda kuwajaribu na kuwachochea waanze kuwaza mambo mengine. Tafadhali wapendwa, mniruhusu nihubiri injili ya Yesu ili dunia hii ikapate kujua ukweli, iokolewe na tusonge mbele, tukae maisha ambayo Mungu anataka tukae, maisha matakatifu. Itakuwa ni vyema. Wale ambao mmepata ujumbe, tafadhali unapopata ujumbe na unakubariki, peana kwa mwingine, naye apeane kwa mwingine. Ujumbe huu unapokuwa wa maana kwako, usiweke kuwa mtu wa kupeana kwa ujumbe huu kwa mtu mwingine. Kesho nitaongelea kingine, Mungu akinijalia, kila ambacho kinasababisha watu waingie katika dhambi tofauti tofauti. Kuna watu ambao wanafanya mtu aingie katika ile dhambi. Wamekuwa wachochezi wa dhambi, sio wauaji wa dhambi, wachochezi. Na wamejaa na vitabu vya Biblia na mistari zake za kuwafariji ili waendelee, kwa sababu ya kujitafsiria vile wanataka iwasaidie kukaa katika dhambi. Nimewachia pale. Wenye mmepata ujumbe, Mungu awabariki. Na neno la Mungu liendelee kuhubiriwa. Na wewe pia ukijua kile kitu ambacho kimechochea watu waingie katika usherati na sijakitaja, fundisha wengine. Yenye nimefundisha hii ni sawa. Kile kingine ambacho najua kimekuwa ni chanzo cha watu waliookoka wakawa ni watu ambao wanachochea usherati ukaendelee, unajua, fundisha wengine, itakuwa ni vizuri. Mungu awabariki mnapokuwa na wakati mwema. Ujumbe huu unaweka katika mitandao mitatu. YouTube channel ni Believe and Obey the Only True God. Facebook hapa Believe Obey. Alafu TikTok Believe and Obey Jesus Only. Mungu awatende wema mnapoendelea kutangaza neno lake kwa utakatifu. Amen.